sikuweza kuhudhuria. Iliniuma sana. Mama yangu alikuwa amenipenda sana. Mimi nilikuwa nimempenda sana. Hata alikufa ajilia mimi. Na nilikuwa nikiongea na yeye nikiwa huko, namwambia ila sikutaka kumwambia vile nimefungwa, nilikuwa namwambia tu ninakuja. Wewe usijali, ninakuja. Hebu tafakari wakati unapokuwa katika maisha yako, mashughuli zako za kila siku, halafu ukamatwe kwa miaka 20. Ni maisha ambayo Joshua Mboya aliweza kuyapitia. Hapa tunakujeni moja kwa moja kutoka kijiji cha Buhaywa, eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega. Joshua Mboya mwenye umri wa miaka 65 amehudumu kifungo cha miaka 20 na hivyo basi ameweza kuachiliwa huru. Tuko hapa tuweze kuzungumza naye tujue ilikuwaje ndiposa akaweza kukamatwa na hivi sasa maisha anayaishi kuyapitia haswa baada ya kuwa gerezani kwa miaka 20. Karibu sana Joshua Mboya. Nasema kwamba kwa sasa hivi una miaka 65. Umekuwa gerezani miaka 20. Labda pengine kama unaweza waambia watazamaji wetu ni kitu kipi hasa ambacho kiliweza kukupelekea wewe kufika pale gerezani, ukianza kwa majina? Naitwa Joshua Mboya, mkaaji wa Buhaywa Primary School. Hapo mimi nilikuwa mfanyakazi wa biashara yangu mimi mwenyewe, nilikuwa nimejiajiri na pia nilikuwa kama chairman wa yangu support. Ulikuwa umeingia katika siasa? Yes. Okay. Nilikuwa kwa siasa. Kwa hiyo siasa na kitendo kilifanyika kwa chifu, ambapo mimi nilikuwa kwa kazi yangu kawaida na nikalala kwangu, nikaamkia kazi yangu nikifikiria kwamba ile kitendo ambacho kimefanyika nitaenda huko. Kitendo kipi kilifanyika? Na Ulikuwa na mtoto alikuwa amechomeka kwa nyumba na ikawa inaonekana amepelekwa hospitalini, hakuwa amekufa. Nilitarajia nikaenda huko nione nini kimefanyika. Kwa hivyo nilifanya kazi yangu, fika jioni nikaona maaskari wamekuja. Nilikuwa tumekaa na marafiki zangu na kwa sisi watu wawili. Kama mnahitajika kwa police station ni watu wawili. Sababu ni nini hawakutuelezea. Tulikubali kwenda nao. Tulipofika police station, wao walituambia tutoe viatu huko na wakatuweka sel. Kwa sababu tulipouliza sababu wakasema kwamba umehusika kwa kifo ya huyo mtoto. Kuanzia pale tulianza Huyo mtoto alikuwa amefanyikaje? Mimi sikumuona mwenyewe, lakini walisema kwamba amechomeka zaidi mwili yote. Hivyo tulipokuwa hapo, mimi nilikataa kwamba sikuhusika chochote. Na nilitaka polisi iende mahali penye nilikuwa, mpaka kwangu hawakuenda. Polisi hata kwangu wenyewe hawakufika. Mimi sikufanyia. Walikuja kwako wakasema kwamba unahitajika polisi, hawakukueleza ni kwa sababu gani? Hata kitu kipi ambacho kilikuwa kinagonga kwa akili yako wakati ukiambiwa kwamba unahitajika polisi? Mimi wakati unataja polisi unajua tuna makosa yanafanyika muda yoyote hivyo. Kwa hivyo nilitaka kujua makosa yenyewe sikujua. Okay. Ukaenda huko na baadaye ukaondoa. Sasa ulikuwa na rafiki yako yupi? Joseph Ndai. Mlikuwa mnafanya nini wakisema ambao mlikuwa? Ndio tulikuwa tumeenda jioni, nimemaliza kazi yangu, naenda kuburudika na yeye papa. Kwa tunakunywa. Mkachukuliwa na maafisa wa polisi? Nachukuliwa na maafisa mpaka police station. Kwa wakati mmeambiwa kwamba tuingia mkaekwa pale cell. Okay, baadaye mliambiwa wao wakati mkiwa pale, najua kwamba ukifika unaambiwa kwamba umeshikwa ama unazuiliwa kwa sababu ya kosa gani? Uliambiwa ni kosa gani ambalo? Walituambia umeshukiwa nyinyi mmehusika na kifo cha mtoto. Wa chifu. Tuelezee baada ya wewe kuwa pale gerezani kukakuwa na kesi kotini, ilikuwa kwaje mpaka ikafika mahali ya kwamba ukafungwa miaka 20? Kesi uliposhtakiwa, kesi hiyo ilikuwa na mambo mengi. Kesi iliingiliwa na siasa, walikuwa ndani. Na wakubwa fulani waliingilia ndani. Ikawa inabidi lazima tufungwe kwa mambo ambayo hatukuhusika.
kulikuwa na sababu zingine ambazo ilifanya sisi tukashindwa. Tueleze tu ilikuwaje mpaka ikafika mahali ya kwamba sasa ulikamatwa. Nini ukazuiliwa miaka 20? Hizo tulipofika kotini, tukafika mbele ya judge, judge alituambia kwamba tunashtakiwa kwa makosa ya kuua mtu. Tulikataa. Akatuambia kwamba hii ilikuwa ni mention na mtakuja pewa wakili ambaye atakuwa atamtetea nyinyi kwa kesi yenu. Tulipewa. Tulipopewa pia sisi tuliongeza. Kesi ilipoanza bado mashtaka walileta mashahidi yao. Pia sisi tulifanya kesi tukaleta mashahidi kudhibitisha mahali penye ilikuwa. Na kitu ambacho nasema ya kwamba kilifanya sisi tufungwe ni wakili ambayo serikali ilitupea. Hawakutupea wakili kufanyia kesi. Wakili alikuwa anakula upande na upata. Wakili, kwa sababu sisi tuko ndani hatukuwa na kile tunaweza pea pesa, lakini watu wenye walikuwa nje, walikuwa tumefanya nao kesi, walikuwa na nafasi kubwa ya kuongana kesi iwe upande wao. Na wakili wakati tulikuwa tunakula tunakaa na yeye, tulikuwa tunamwambia aulize maswali ambayo yanahusiana na kesi yetu. Yote hapo anaeleza. Aliwacha mambo mengi nje ambayo ingetusaidia sisi. Mpaka ikafika kiwango ya kwamba fungwe. Makosa ambayo hatukufanya. Na tukafungwa fungo ya condemn. Tulipofungwa condemn, tukatolewa gereza ya Kakamega, tukapelekwa Naivasha. Naivasha tukakuwa huko tukafanya apili. Ili yetu tulifanya Kisumu kwa apili. Huko Kisumu pia mahakama ilikataa kwamba tuendelee na kifungo. Tulipofika mwaka wa 2017 basi tulipata msamaha wa rais. Ikakutoa kwa condemn, tukakurudisha ukae gerezani life miaka yote. Mpaka hapo ndipo mahakama ya juu Supreme Court ilitoa judgment ya kusema kwamba hakuna kifungo ya condemn. Hivyo wafungwa wote walihusika na condemn warudi wa petition kotini wapewe miaka. Hapo ndio sisi tulipata nafasi kupeleka kesi yetu mahakamani na tukapewa miaka 30. Ndipo fanya uamuzi huo, jaji alisema kifungo yetu yaanzie mahali penye tuliingia kotini. Ilipofika hesabu ikapatikana kwamba tumepaki miaka 3 miezi 7. Hiyo ndio tumesukuma visa ndio sasa ilimalizika tarehe 5 mwezi. Maybe kama ninaweza ulizia, wakati unapokuwa gerezani, mambo mengi yanakuwa katika akili yako. Unawaza mambo mengi sana. Na kwako wewe unasema ya kwamba mlikuwa wawili wakati mlikamata. Katika hii kesi yote mlikuwa watu wangapi kwa jumla? Kesi hii yote tulikuwa watu 6 yaanza kesi. Lakini mmoja wetu alikufia kwa njia kabla hatujafika katika hukumu. Akakufa. Tukabaki 5. Hao 5 wote ndio watu. Mazingira yapi ambayo yalisababisha kifo chake pale? Umesema rumande. Fariki akiwa rumande, alikuwa mgonjwa ama ni kitu kingine ambacho? Huyu jamaa hakuwa mgonjwa. Tulilala tu vizuri. Kiamka asubuhi akaanza kulalamika mambo ya tumbo. Saa hiyo tumbo ikaanza kufura. Pelekwa kwa hospitali hata hakumaliza siku moja. Lakini mlikuwa mmeshinda naye vizuri. Mkabaki 5 katika hii kesi. Tulibaki 5. So unasema kwamba huyu wakili ambaye mlikuwa naye ni serikali iliwapatia, si nyinyi mlichagua? Unapewa wakili wa serikali. Wakati ya mata. Okay. Wakati unapofikishwa mahakamani, mlikiri makosa yenu? Mlikiri ya kwamba mlihusika? Tulikataa ndio tukafanya kesi. Sababu huwezi kukiri kitu ambacho hukufanya. Tulikataa kabisa. Ninyi wote 5? Sisi wote. Tukafungwa. Pale gerezani najua kwamba sijui kama ilikuwa ni mara yako ya kwanza kuwahi kamatwa ama ulikuwa umekamatwa kwa awali. Mimi ilikuwa mara yangu ya kwanza.
Sijawahi kamatwa tena. At 45 najua kwamba uko na mipango mingi katika maisha. Sijui kama huo wakati ulikuwa umeoa, ulikuwa na familia? Nilikuwa na mipango mingi, nilikuwa nimeoa, nilikuwa na watoto 5 wakati huu, na mimi niko na mpango yangu ya kufanya biashara yangu iendelee ili nijipanue kwa maisha yangu. Hata mahali penye niko hapa saa hii, hoteli yangu, biashara yangu ilinipa ndio nikanunua hapa na nikajenga hizi nyumba zangu hapa. Pia nilikuwa na mpango ya kutengeneza maisha ya watoto yangu. Watoto wasome wakuwe na maisha mazuri. Mtoto wangu wa kwanza niliwacha akiwa form 4. Na hao wengine walikuwa hata hawajafika secondary, walikuwa tu kwa primary. Kwa hivyo mipango yangu iliharibika. Kabla ya huu mwaka 2005 ulipokamatwa, ulikuwa unajihusisha na nini kando na, umesema kwamba ulikuwa unafanya biashara. Kando na biashara, vitu vingine vipi ambavyo ulikuwa unafanya wakati huo kabla ya kukamatwa? Mimi nilikuwa mfanyabiashara na pia mimi nilikuwa mwanasiasa. Mimi nilikuwa KANU chairman katika Kambile location, location yako yangu. Hiyo ndio mimi nilikuwa hapa. Nilichaguliwa hapa kama kiongozi wa hapa. Umesema ulikuwa na familia na watoto wangapi? 5. Watoto 5. Okay. Uhusiano wako na huyu jirani ambaye anasemekana kwamba uliua mtoto wake, ulikuwa ni uhusiano wa aina gani haswa? Huyu Kabla hicho kisa ilikuwa tuna urafiki yetu ilikuwa mzuri. Hata tulikuwa tukifanya kazi pamoja. Hiyo na yeye. Yeye alikuwa chief na mimi nikawa KANU chairman. Lakini tuna wakati ambapo kazi ya siasa inatafutiana na ya chief. Sasa lazima anataka kufanya hii na wewe unafanya hii, unataka kufanya hii. Hapo ndo tulikuwa tunakongana, lakini mimi nilikuwa najua kwamba siasa ni kukongana na tena mnarudi. So wakati huo ambacho hicho kisa kilitokea, mlikuwa mko sawa, mko na tatizo lolote? Tulikuwa hatuko sawa na sababu tulikuwa na makosa ilikuwa inafanyika hapa, wizi wa ng'ombe ilikuwa inaendelea. Na mimi ikawa wizi ilikuwa inafanyika kila siku ya Alhamisi. Wakati ambapo nilikuwa nimechua wizi ng'ombe zinaibwa. Na nikaambia chief ya kwamba wewe kama chief weka patrol kwa barabara. Hizi ng'ombe tushike. Mara kadhaa hakuchukua hatua. Mimi nilichukua hatua mimi mwenyewe. Nikaweka vijana yangu ya youth kwa barabara hapa. Kushika ng'ombe na mwizi. Huyo mwizi alifungwa. Ndipo tulipomshika tulikuwa na ndugu kifo ndani na uwezi. Hapo ndipo tulikosana. Na serikali ilichukua hatua. Ikatafuta mahali ng'ombe tulikuwa tunaenda. Kapata hiyo butchery. Kifo alikuwa na uhusiano. Paka mamishwa. Hapo ndio adui yangu alikuwa ilianzia na yeye makosa yangu na yeye. Mimi nilikuwa kwa kazi. Sikuwa nataka tuko na adui na yeye. Nilikuwa kwa kazi ya serikali. Niimarisha usalama kwa yeye. Na kazi yangu haikuwa ni kujificha. Niliambia DC. Nilienda kwa ofisi ya DC. Nikaambia DC. DC akaleta mikutano. Hiyo ikaonekana kweli mambo nasema ya kweli. Sasa hakufurahia. Ndio hii kitendo ilipofanyika ikapangwa tu mimi niingizwe ndani. Hiyo ndio ilifanya mimi naona hiyo ndio ilifanya nikaingizwa kwa hiyo maneno. Sababu wale waliokamatwa kuhusiana na mambo ya wizi wa ng'ombe, ndugu yake alikuwa hapa. Yake alikuwa mmoja. Na mimi ndio nilipewa gari nikaenda kumtoa mpaka kwa soko ya Lubabu. Sasa naona chuki yangu waliona ni hapo. So kwako wewe unasema kwamba haukuwa na hatia yoyote katika hiki kisa? Hii kesi ninasema mpaka na saa hii sikuwa na hatia yoyote kwa hii kesi. Kifungo ambayo nimesukuma 20 hii ni ya bure. Ingefaa nipewe hiyo kifungo. Kama kesi ingechunguzwa sawa sawa na ushahidi tolewa sawa sawa, ingefungwa. Na makosa ilifanyika kupanda wa uchunguzi. Najua kwamba maisha gerezani wengi wanasema kwamba ni magumu sana. Labda pengine kitu cha kwanza, ule uhuru ambao ulikuwa nao hauna tena uhuru. And then sasa labda kama unaweza tuchorea picha maisha pale gerezani. Maisha yalikuwa vipi pale gerezani miaka 20? Maisha ya gerezani ni ngumu.
si ya mchezo. Kila kitu, dakika yoyote yenye uko umesimama hapo, iko kitu ambayo inakufinya. Kwanza ukiamka asubuhi huwezi kupata chai, ni uji iko hapo. Hiyo uji hakuna hata sukari. Na tena hiyo uji ikipimwa kitoko sana. Na inafaa ufike nayo saa ngapi? Saa 5 ndio uletewe nini? Ugali. Ugali yenyewe naye ni kakombe tu ka chai hapo kadogo. Huwezi hata huwezi kuingia kwa tumbo. Hiyo umekula chakula. Hapo jana ukienda kukojoa ni line, mnapanga line. Choo ni moja, mko watu wengi. Mnafuatana. Huyu atoke na wewe uingie. Hata choo ni hivyo. Kulala ni shida. Hapo ndani mnalala sakafuni. Na mattress haziwezi toshea. Tunaenda namna gani? Blanketi hakuna. Wengine hata wanalala tu kuradi kila kitu. Ni shida ambayo iko mingi sana. Chakula ni mbichi, huwezi kulalamika. Wewe ukiletewa ni kukula. Kwa hivyo hakuna haja mahali unaweza sema kwamba saa fulani nilipata kitu ya haki, hakuna hapo. Ulitembea magereza mangapi? Mimi nimetembea gereza karibu 10. Nianzie Kakamega, nikaenda Naivasha, nikaenda Kamiti, nikarudi Kodiaka, nikaenda Kibozi, nikaenda Kodiaka Medium, nikarudi nikaenda Bungoma, nikarudi nikaenda Shikuza, nikarudi Kakamega tena, Kibozi, tena Kodiaka. Ndio mwisho nimemalizia wapi? Kitale, Maine. Na hii experience ambayo unasema kwamba yale yote ambayo uliweza kupitia ni katika hizo gereza zote, hakuna ile unaona ina nafuu, zote ziko hivyo? Training ya askari ni moja. Na hiyo discipline zote zinatokanga step moja. Mahali unaenda ni wewe mwenyewe unajikontrol, utakaaje hapa ndio umalize kifungo yako. Lakini sheria ni hiyo. Ile kipimo ya chakula ndio inatafuta tu kitoko, unaweza pata hapa imechacho hapo. Ameongeza chakula kidogo, lakini zingine ni hizi. Sasa hapo ndio inakuja tu tofauti. Lakini sheria zote gereza ni moja. Kando na chakula, matatizo mengine yepi ambayo ulipitia? Kando na chakula, na umesema kwamba mlikuwa mnalala kwa sakafu. Matatizo mengine yepi ambayo uliweza kukabiliana nayo kwa gerezani? Freedom hakuna. Wewe ukiwa hapo unajua ni mtu ambaye ulikuwa unazoea kukutana na watu, na kuongea na watu, kufanya vitu vyako na kujibadilisha kila wakati upate maisha inasonga. Lakini hapo maisha inabaki tu ni moja hii. Ukiamuka ni hiyo hiyo, masaa hiyo ndio hiyo. Sasa shida lazima kuwe nayo mingi. Kama hiyo, wizi, unatamani kuona mtoto yako hakuna. Unataka kuona marafiki yako huwezi kuwapata. Sasa hiyo vitu vinakuumiza akili. Na wafungwa wenzako, hakuna matatizo yote ambayo wafungwa wenzako maybe waliweza kukupitishia pale? Unaweza unajua watu wanatoka sehemu mbalimbali. Na tuna watu wamezoea mambo fulani. Wewe unaweza kuja wewe ni mtu tu mzuri. Lakini wenye unakutana nao, yeye hata mkiongea naye mnakaa kukosana kila wakati. Mara anakutishia, anaweza kufanya kitu fulani. Mnapelekana kwa serikali hapo kila wakati. Sasa ni hiyo mambo yote lazima wewe mwenyewe ujicontrol, ujue ya kwamba nikifanya hivi nitafika wapi na hii kifungo yangu. Na tuna mwingine naye ameamua ya kwamba yeye hata achali na mambo ya kifungo yake. Sasa wewe unaepukana na yeye, wewe usiku yako rudi nyumbani. Lakini huo wakati unaambiwa kwamba umeenda pale kotini, unaambiwa ya kwamba umefungwa kinyongo kabisa. Kwa lile kosa ambalo kwa wewe unasema kwamba au unaamini ya kwamba haukulitenda. Huo wakati wa jaji anatoa uamuzi wake, ulihisi vipi? Hiyo unajisikia vibaya sana. Hata damu inaweza mama. Unafikiria maneno mengi, mimi nimefungwa kwa nini? Na nimefanya nini? Ukweli hii kifungo nitaimaliza nikiwa mzima. Vitu ambavyo vitu kama hivi vinaweza kukusumbua, na pia unaanza kulaumu serikali kwa kwamba kesi kama hii ingefaa waende wapate ripoti kamili ndio wafunge mtu. Lakini kusikia tu mambo ya kotini huko wanafunga miaka mingi na inakuchoma. Mpaka unafikiria kwamba hata
unaweza kufa ama ufanye kitu kibaya, sababu kifungo yenyewe ni kali. So kwako ni kwamba hakukuwa na uchunguzi kamili ambao ulifanywa, na vile vile pia unafikiria kwamba ni kitu ambacho uliekelewa. Hiyo mambo mawili ndio mimi nafikiria kwa roho yangu kabisa. Uchunguzi haukufanywa na niliwekelewa kwa hakika hiyo kesi. Wakati ambapo umefungwa kinyongo, hebu tuelezee sasa, ulikuja ukapata habari vipi kwamba unaweza enda kukata rufaa, ama ulitoka vipi kwa kuhukumiwa kunyongwa na mpaka baadaye ukaanza kuhesabiwa miaka? Wakati unafungwa umepewa na chachi siku 14 kukata rufaa kama huko riziki na hiyo kifungo. Unapofika jela utapata huko tuna askari ambaye anahusika na wale wenye wametoka kotini. Sasa utaitwa asubuhi kesho, uliza utakata rufaa ama hapana. Wewe kama umekubali utakata, na kuambia kaa hapo na wanakuandikia vile unaweza kukata rufaa. Na makaratasi ya kotini inakuja pate vile judgment ilitoka, ndio sasa hapo unatoa sababu zinaweza kufanya wewe uapili. Sasa ndio unapata hapo jaji alikutulumu wapi na wapi unaona kwamba ukiapili unaweza shinda hiyo kesi. Unaandika hapo na mnafikisha kotini. Alafu enda kwa register hapo, siku moja inaenda kwa court of appeal. So ukaapili. Kwa appeal yetu unajua sasa imata aidi High Court, mada inaenda Kenya Court. Kenya Court yetu ya hapa Kisumu. Tapeleka huko hiyo kesi. Mahakama ikasema kwamba tuendelee mbele. Tuendelee mbele ndipo ilifika 2017 ndio tena kaonekana kwamba rais ametaka kutoa msamaha kwa wafungwa ambao wako condemned. Hapo ndio tulitolewa kwa miaka muda mtoko, ambapo judgment ilitoka Supreme Court nasema kwamba mahakama imeshaamua kulingana na vipengele fulani 25-26 nasema wanadamu hapa na haki ya kuishi, hivyo condemn haiko, watu warudi mahakamani hiyo miaka. Ndio tukaandika tena petition tukapeleka kotini, kotini ikaangalia na kukubaliana na vipengele vilivyokuwa tumeandika, ikasema ni ukweli yenye mmeandika ni sawa. Kwa hivyo mtapigwa kifungo ambacho kinalingana na makosa yenu. Wakatupea miaka 30. Miaka 30 wakatawamo 10 remission ya jela. Tupea 10. So hiyo ilikuwa 2017. 2021 wanatoa. Sasa wakatoa hizo, wakapiga hesabu yetu, wakasema kwamba kuanzia 2005 tarehe 5 tukipiga hesabu kwenda mbele inafaa mumalizi kifungo 2025 tarehe 5 mwezi wa 5. Sasa tumetoa yetu yenye mmehesabu kutoka rumande mpaka saa hii tunapaki na miezi 3 miezi 7. Sasa hapo ndio jianza kung'ang'ana na hiyo vifungo. Malize miaka yenye ilikuwa imepaki. Tena hiyo kawa msito kabisa. Mpaka tumepambana ndio tumemaliza. So wakati ya kwamba ushapigiwa hesabu yako pale, unaambiwa kwamba umebakisha miaka fulani baada ya kuhesabiwa ile miaka ya nyuma, ukaambiwa kwamba bado miaka 3 na miezi kadhaa, miezi 7. Miaka 3, experience hiyo miaka 3 na miezi 7, ukijua kwamba baada ya hii miaka 3 nimetika nyumbani, ilikuwaje pale? Ulikuwa unahesabu siku, wiki, miezi? Unajua kama padi na miaka unatoa mwaka mmoja, unasema nimepaki na 2. Unatoa nyingine unasema nimepaki na moja. Unatoa hiyo moja, sasa unapaki na miezi 7. Miezi 7 unatoa miezi. Tena ni wewe kila siku unatoa kitu. Unatoa miezi, unatoa mwezi, ikifika unatoa hiyo mwezi. Utakuja mpaka kwa wiki. Saa hiyo sasa unajua sasa kifua inaanza kuchemuka. Unataka nyumbani kwa sasa hivi. Hiyo kwa wiki unatoa baki siku moja. Siku moja ni masaa. Sasa imefika unaenda docs na kwa
nakwambia ni ukweli, wewe hesabu yako imeingia. Tena wanapekanga hesabu hapo, yaani irudie mara kadhaa zipitishe, ndio waseme sasa wewe unaenda nyumbani. Yeah. Wewe kabla hata kuja kuambiwa kwamba leo ni siku yako kwenda nyumbani, wewe ulikuwa ushajua kwamba mimi siku Nilijua wakati nilitoka kotini, nishapewa miaka. Mimi mwenyewe nilipiga nikajua tarehe yangu. Wakati unaenda hapo unaulizwa, hata wewe unakuwa na ufahamu kueleza. Mimi naona ni hesabu yangu ndio hii, kama unajua hesabu. Hivi nilikuwa nimejua. pale gerezani, familia mlikuwa nao in touch, ulikuwa unawasiliana na wao, walikuwa wanakuja kutembelea pale gerezani? Familia ilikuwa inakuja. Wangu walikuwa wanakuja kila mahali mimi nimefika, watoto wangu wamefika. Jamii yangu imefika hapo mpaka wanajua papako hapa. Wanakuja kuniangalia, tena wanarudi, tunapika nao story, najua nyumbani iko namna gani. Hivi na hivi. Tulikuwa tunaongea kulingana kera, ikiwa tuna mtu hapa anaita ofisi hapo ile ya welfare. Hiyo inakutanisha watu wa raia na wafungwa na askari wenyewe. Hapo ndio tunakutania. Sasa ndio wanakupea simu, mko na namba, unapigia watu wako, wanakuja, unaongea. So at least walikuwa wanaku-update kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea nyumbani. Kama una haja, wewe mwenyewe ndio unakuwa na haja. Nauliza. Na wao pia walijua kwamba ulikuwa hauna hatia wakati? Walijua, sababu si wanachunguzanga, wanakuulizako ni nini iliendelea, na wanajua vile unaongea nao, wana kitu wanapatanga kwako. Kama mimi walipata, hata wenyewe walikuwa na mshangao sana, na wakathibitisha sikufanya chochote. Ndio maana wanaona siku ya kutoka hawakuniachilia niende mimi peke yangu. Wenyewe walitoa magari yao mbili na wakanileta mpaka hapa. Nataka kuona kweli nini na familia yetu na watoto ni nini kinafanyika kwetu. Kama singekuwa wangekuwa wamechunguza na kupata mimi sijahusika, na ni mtu ambaye nimepatia, nilikuwa jela, ni mtu ambaye najua sheria zote za hapo, nimemfanyia kazi mzuri, hawangenileta. Unajua wakati umekamatwa, mara nyingi kando na serikali unapata kwamba kuna mashirika ambayo yanatetea wafungwa na wale watu labda pengine wameweza kufungwa bila hatia na kitu kama hivyo. Kuna mashirika yoyote yaliweza kukufikia, ama wewe mwenyewe wakati uko pale gerezani unajua kwamba makosa ambayo nilishtakiwa nayo si yangu, haswa sikufanya? Uliwahi fikia hayo mashirika? Haya mashirika mimi naisikianga tu, lakini mimi sijawahi kuona wamekuja kunihoji wajue namna gani. Sijawahi kuona. Kuna shirika tu linaitwa Power of Mercy, ambalo linahoji watu ifike kiwango fulani, wanaona kwamba wanaweza kupea pesa kurudi nyumbani. Hilo shirika mimi naona alinakula pesa za wananchi. Tangu 2014 hivyo ndio waliwachiliako watu, lakini wako hapo wanakuja tu jela, wanatuma watu wanahoji wafungwa, lakini kutoa wafungwa watoi. Mwaka huu ndio nimesikia ili waziri mwenye amewekwa hapo akisema kazi inafaa ifanyike leo, watu wawachiliwe. Lakini unapokuwa pale gerezani, najua kwamba ulikuwa unazungumza na wenzako. Kitu gani kilichowaleta hapo? Kwako wewe ni mauaji, wengine walipelekwa pale, lakini labda pengine baadhi ya wale ulizungumza nao, kuna wale ambao kwao pia wanashikilia kwamba hawakuwa na hatia yoyote ya makosa ambayo waliweza kushtakiwa. Ni wengi wenye wanalia wako hapo, wengi sana. Hata ukiangalia jela, mimi nilikuwa kiki nimekaa hapo, jela imepepa watu wenye wako na makosa. Kuna makosa watu wanawekelewa kulingana na uwezo wa mshtaki wao. Wale wenye wanawashtaki wako na nguvu, wanatumia pesa, wanaweka watu ndani bure. Aswa tuna kesi hii ambayo iko saa hii inaongoza watu jela, hii ni department. Hiyo kesi mingi ni za uongo na watu wanafungwa bure, na kifungo yake ni kali. Nafaa serikali iangalie hiyo. Kitu kipi ambacho kilikutia nguvu hasa wakati ulikuwa gerezani? Kwa sababu tumeona watu wengi kwa gerezani, watu wanatoa uhai kwa sababu ya maisha vile yalivyo, especially kama watu wamesizwa. Unakuta kwamba mtu anaamua ajitoe uhai kwa sababu haya yote ambayo yanayomsibu. Wewe kitu kipi ambacho kinapatia nguvu ya kuendelea kuwa pale hadi ukakuwa pale miaka 20? Mimi watu kweli ukifungwa
kama vile mimi nilifungwa na uchukua akili yako kuanza kufikiria kwamba kwa nini nilifungwa na Mungu aliniona namna gani, naweza kwani watu wangu waliniwacha bure ama namna gani? Watu wanaweza fanya hivi mpaka uone wanafanyikanga hata kwa chera hiyo, mpaka unaona wamenyonga, kunywa kitu ama anataka kuua mwingine, anachukua tu kitu ya uwe mwingine ndio wamuue yeye. Sasa hapo ukiwa na roho kama hiyo yenye kufikiria vitu kama hivi ati nilifungwa kwa nini, utafanya vitu kama hivi. Lakini inafaa ukubali ya kwamba mimi nilifanya kesi na ikamshinda na nimefungwa, wacha nivumilie, iko siku nitatoka. Naona sasa umefaulu. So unasema kwamba wewe ulijua siku fulani nitatoka. Wewe Pale ndani gerezani pia natumai ya kwamba sijui kama uliweza kujifunza ujuzi wowote pale, kwa sababu kuna vitu ambavyo watu wengi wanajifunza wanapokuwa gerezani. Kuna kitu ambacho ulijifunza? mimi nimejifunza vitu mingi na nimejifunza kushona nguo, mimi nimejifunza vicherani, iko nimejua nikiwa hapa. Mimi nilitoka hapa kama niko akili yangu ilikuwa na siasa. Nilienda huko nikaingizwa kwa class kusoma kwanza kwa class. Nikasoma. Niingia class 5. Mimi nikamaliza class 8. Hapo inabidi niweke kwa akili yangu masomo niko nayo. Nilipata hapo. Mimi nimetoka hapo nimeingia masomo ya PPA. Niko na certificate mingi. Diploma niko nazo. Mimi ni mhubiri. University Shopafu. Ambao ni hiyo tena ni kasi. Hiyo vitu nimesomea hapo. So kando na yale madhili ambayo uliweza kupitia pale, kuna yale mazuri ambayo ulitoka pale. Nilipata hapo vitu mingi vizuri. Hata masomo niko nayo. Saa hiyo huwezi kunifunga bila hao wanifunga kama niko mjinga. Mpaka tupelekane kwa sheria vizuri. Tutambulike ni nani amesoma kitabu kuliko mwingine. Kweli bila hiyo yote nilisoma hapo. Nimejua kitu katiba ni nini, inapeleka watu. Nimejua CPC ni nini. Hata hapa tuna watu hawajui CPC ni nini. CPC ni mtoto wa katiba. Hii vitu yote raia hapa hawajajua. Na mtu akikupeleka hapa kotini unaanza kutetemeka, hata kitu yenye ungeweza unafungwa bure. Mimi saa hii hata wakikuja kunishika niko mtu tofauti. Masomo nimesoma hapo. Tueleze hii siku ambayo sasa ulitoka gerezani, umeachiliwa. Mwanzo na huu usiku nafikiria kwamba kuna mambo mengi sana yalikuwa yako katika akili yako ikijua kwamba asubuhi mimi naenda kwetu nyumbani. Tuelezee ilikuwaje hiyo usiku na ndo baadaye asubuhi yake ulikuwa unaenda nyumbani kunaachiliwa. Mimi kabla hata siku haijafika siku mbili nyuma. Hiyo gereza ukiingia hapo utapata mambo yenye ilikuwa hapo. Mungu wote walikuwa wanajua mbona anaondoka siku fulani. Kwa sababu kendra yangu ulikuwa naye hapo. Na nilikuwa ninawaambia sasa naenda nyumbani. Usiku hiyo hata kulala mimi sikulala usingizi. Nilikaa tu namna hivi kwa hiyo kitanda yangu hapo nacheza tu hapo. Na redio yangu nilisikia muziki yangu polepole. Lakini nikijua mambo yangu nimesaliwa mtu mpya kesho. Hata mimi wakati watu walikuwa nakula jioni mimi sikula chakula. Kwa iko kandini nilinunua kangumu iko hapo. Mimi nilikula tu hiyo peke yake. Nilikuwa nayo. Asubuhi mimi sikukula. Uchao mimi nilikataa, sikuenda huko. Mimi chakula yangu nimekuja kula hapo jioni. Hapa. Jioni. Hata tumbo yangu ilikuwa tu imechacha. Yaani haitaki chochote. Nataka tu nifike nyumbani. Ilikuwa na furaha sana. Sababu si kitu rahisi miaka 20 umalize ukiwa mzima, na si haki ya urudi nyumbani ukiwa mzima. Wanakuambianga huko unaweza rudi ukiwa kiwete kama ulifanya huko Israeli umepikwa na mtu ama maskari na wanafujikanga ni kuku ama ukufe. Hakuna na kitu yenye watataiwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mungu nifike nikiwa mzima. Uliachiliwa tarehe gani? Tarehe gani wewe uliachiliwa? Mimi niliachiliwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu. Tueleze hiyo asubuhi ilivyofika, ulikataa uji au haukui? Baadaye katika hiyo process yote tu mpaka watu wako ukakuja ukapasana na watu wako hapa nyumbani. Walikuja kukuchukua, hawakukuja kukuchukua, ilikuwaje? Watu wangu walikuja huko mahali nilikuwa. Wao walikuwa na gari yao, wakakuja walikuwa wamejipanga kunichukua. Lakini askari nao wakakwama kwa mimi wakasema wewe tutakutaana kwa watu hawa. Sisi ndio tuko na wewe, tunaishi na wewe
na tunakupeleka nyumbani. So kabla ya kurudi kutoka nyumbani, ulikuwa na sherehe pale ndani Sherehe ilikuwa na wenzako? na wenzangu. Palikuwa na sherehe nzuri sana. Hata hapo ilikuwa Jumatatu yenye nilikuja hapa. Tarehe 4 tulikuwa na sherehe kanisani. Kanisa iko hapo kubwa sana. Mimi nilikuwa mshirika hapo, nilikuwa mhubiri hapo. Walinifanyia sherehe. Hata bishop hapo akanipa safari yangu atukuja Jericho, akanipa shilingi 1000. Nikitoka hapo akanipa hii ni yako, na hata akanipa namba yake niwe nikiwasiliana na yeye. Tukafanya sherehe. Hata suti niko nayo. Nipo na suti iko hapo nyumbani. Walininunulia suti yangu kunileta hapa. Kanisa imeninunulia. Walifanya sherehe yao vizuri sana. Wow. Ukarejea nyumbani, nyumbani kukakuaje? Nyumbani naye tena hao walifanya yao. Na nyumbani ilikuwa na maajabu kwao. Watu hawakuamini mimi mbona nitarudi. Hata wenye walikuja mahali nilikuwa chera kunichukua, walipata tabu sana kwa karapana. Simu zao zilikuwa zinawaka kila dakika. Wengine wanataka kujua ukweli mmemuona ni yeye na mmechukua ama mmemkataza. Wanasema wako na mimi lakini waamini. Wanasema hata mbona simu tuongea na yeye. Akishasikia sauti yangu wanasema kweli ndio huyo. Wako na yeye. Ndio mwingine anataka athibitishe. Ilikuwa na mrefu kwa barabara paka hapa. Kufika hapa kupata barabara imejaa watu. Hakuna gari mahali itapita ingie. Watu wamejaa wanangojea kuona mbona. Nikabebwa mpaka kwa kanisa. Kwa kanisa hata maskari walikuwa wanasema ati wanataka waniwajilie haraka, nipitishe kwa bomu. Wenyewe wazee wakawa ni mashabiki. Wametoka kwa makani, wanapita wamepiga kwa barabara wanacheza ngoma. Sukuti hapo na ngumi sukuti hapo. Ifika nipeleke mpaka kwa bomu. Hapo ilikuwa ni kwamba niende kwa bomu ya papa kwa sababu mama yangu alikufa nikiwa kwa chela. Sasa singeweza kuingia hapo kwangu kama sijafika huko. Sasa sherehe yote ilifanyika huko. Mpaka na saa hii nilipata niko hapo naomboleza mama yangu wiki moja hapa nakutana tu siku. Kukaa hapo kwangu na hapo narudi kwa mama yangu. So haukuweza kuhudhuria mazishi ya mama yako? Sikuweza kuhudhuria. Iliniuma sana. Mama yangu alikuwa amenipenda sana. Mimi nilikuwa nimempenda sana. Hata alikufa ajilia mimi. Na nilikuwa nikiongea na yeye ikiwa huko namwambia ila sikutaka kumwambia vile nimefungwa, nilikuwa namwambia tu ninakuja. Wewe usijali. Ninakuja. Anasumbua sana nyumbani mpaka wanamleta. Alikuwa na miaka 95 na bado anaongea kwa simu na ananichua na analazimisha mpaka wamlete. Wanamleta mpaka mahali penye niko. Hao wachukuu watoto wangu hao wanamleta naongea na yeye. So baada ya hayo makaribisho bado yanaendelea ama sasa hizi mipango yako ni ipi? Kwa sasa hivi sina dakika ya kutoka hata hapa. Watu wanakuja hapa, marafiki yangu, hata simu kulala ni ngumu. Watu wanapiga tu simu naongea nao. Hata wengine wanakuja saa hii marafiki yangu. Wengine ndio wanaona wako hapa, wanaona ndio hao. Watu nataka nikae na marafiki kwanza utoke na mimi ndio nianze kupanga mipango ya kutoka kutafuta vile nitaaje. Una mipango ipi kwa sasa? Mipango yangu ni kutaka nitafute njia yenye naweza pata pesa. Bila pesa hakuna maisha yako mzuri. Hivi nyumba yangu toka yangu ile nimechenga ile. Mimi nilimpangia kazi. Kama nikapata msaada kutoka mahali kwa mtu, kama serikali ingekuwa na mpango mzuri, watu kama mimi wenye wamesafu kifungo kisito na mwaezi, watu ambao wameumia na tumefanyia serikali pesa wamepata kwa sisi, wangetenga pesa wapeane watu kama sisi tuanzishie maisha. Hii serikali ya kaunti hii kama wanasikia inafaa wawe wanatafuta watu kama sisi, waone vile tunaishi na watuinue na hizi mikopo wenye wako nazo. Tukope pesa hapo, tufanyie biashara tuwarudishie. Hiyo ningekuwa vizuri. Na mpango yangu ni mimi maisha yangu ni hii nyumba. Niweka hapo biashara yangu, kazi yangu kufanya biashara na kukaa na wachukuu. Ile mpango. Wajua uliondoka mwaka 2005 na umerejea baada ya miaka 20. Uliacha watoto 5 na mke bado yupo, watoto wako. Mke hapo, watoto wapo wote.
Mimi Mungu alinisaidia watoto wangu wako hata wajukuu wote wako. Ulipata mpaka wajukuu. Wajukuu wako 9. Wakati uliondoka uliacha wajukuu ngapi? Hakuna, sikuwa na mjukuu, watoto walikuwa wachanga. Mjukuu wangu wa kwanza saa hii ako na miaka 20. Alizaliwa mwezi huo, mimi nilishikwa. Ndio mjukuu wangu alizaliwa. Aliyo mwezi huo. Sasa hii ako na 20. Wafanye form 4 amemaliza shule. Umerejea tarehe 5 mwezi wa 5 huu mwezi. Umeweza labda pengine kukutana na yule aliyekushtaki, yule former chief, umeweza kupatana naye, familia yake, mmeweza kuzungumza, mmesameheana? Sisi hatujakutana nao. Lakini mimi lengo langu, hata nilisema wakati nilikuja, angekuja tusameheane na yeye. Sina kinyongo yoyote na yeye. Yote yenye ifanyike, nimekuambia mapema mwanzo ya kwamba nataka kuanza maisha yangu sahihi. Moja, kusonga mbele, sitaki kufikiria vitu ya nyuma. Na hapo ndio niko. Hata akiwa mahali asiweke na wasiwasi na mimi. Akuja anisalimie, tuendelee vile tulikuwa tunakaa. Hapa ndio mimi nataka. Iwapo kama ungepata nafasi ya kukutana na yule jaji ama yule polisi aliyekukamata, ungemwambia nini? Mimi kama ningekutana na jaji, kwa sababu nimejua yeye alifanya makosa, ama mchunguzi mwenye alichunguza kesi yangu, ninaweza kumwambia bwana, ulifanya kazi kwa mimi, lakini hukufanya kihaki. Ningeambia yeye na wewe hukufanya kihaki. Kwanza wewe uchunguzi, hukuchunguza kesi yangu. Ulichunguza kesi ukiwa kwa ofisi. Au kufika kwangu upate expert yote kwangu. Au kufika mahali nilipokuwa nikifanya kazi. OP yako hakuna mahali iliandikwa ya kwamba ninatoka ofisi ninaenda kushika mtu ambaye ameripotiwa hapa ni Mbowe. Hii inamaanisha unaweza shika tu mtu yoyote kwa barabara na umwekee kesi na umfunge. Kwa hivyo inafaa ufanye kesi nzuri. Na niambie jaji ya kwamba jaji, hizi ujue kama hizi zinatoka na ufisadi police station. Hata wewe mwenyewe ukuwe na kitengo yako kando na mambo ya polisi, upeleke uchunguzi wako. Ukifunga mtu uwe mhakikisha kwamba uchunguzi wako umeambatana na yule wa CID ama yule mwenye anachunguza. Ndio utafunga mtu wa ukweli. Kwa sasa mnafunga watu ambao hawana hatia kwa sababu wenye pesa wametumia pesa. Hivi ndio nikumwambia, niambie yeye mmoja ni mimi. Hapo siwezi kuficha yeye. Na kwa sasa ungependa labda pengine kesi yako iweze kufunguliwa tena? Bado unasema kwamba ulikamatwa bila hatia na ukafungwa miaka 20. Ungependa kufungua kesi yako upya ili kuweza sasa kesi iweze kufuatiliwa upya na labda kushtaki wale watu ambao unaona kwamba walikutendea maovu? Kulingana na vile mimi mwenyewe nimechua na bila sheria iko sahihi vile nimeweka kwa akili. Hiyo kitengo ambayo serikali imetenga kuchunguza majaji na utendakazi wao. Mtu ambaye alinifunga angechunguzwa. Alifungwa kwa nini? Hii maneno yenye ilifanyika mbona hakuonaka hapo? Mbona hakuruhusa huyo askari kwamba uchunguzi wako ulifanya namna gani? Ndio ukapata wewe. Yes, wanasema yako hivi lakini ulifika kwake. Ulifanya uchunguzi mpaka mahali penye alikuwa anafanya kazi. Ningefanya ni kama faili kama hii yangu inafanya ifuatiliwe. Watu ambao wanafunga watu waone hata huyu aliyefunga kwa ukweli. Mimi sikufunga kwa ukweli. Nimetulumiwa na nimesukuma miaka 20 ambayo ni msito sana. So unapanga kushtaki? Mimi sipangi kushtaki. Nasema kama ingekuwa ile naongea na watu wachunguzi waona wafuatilie huyo. Lakini mimi sina roho ya kushtaki mtu. Inaona nikishtaki mtu hata mwenye nataka tusameheane na yeye atakuwa na wasiwasi ya kwamba sasa huyu alisema tusameheane na ako na kesi. Sasa hii kesi tena itaniletea nini maneno? Waje tuachie tu hapo. Sawa, kuna baadhi ya wale ambao unasema kwamba mlizungumza nao pale gerezani. Unasema kwamba pia wao pale hakuna pengine hapakuwa na ushahidi ambao uliweza kuwasaidia kutoka, wako pale bila hatia. Ungeweza kuambia nini? Na labda paka sasa wewe umeachiliwa, kuna wenzako wako pale ndani, utawasaidia kivipi? Unajua wenye wakisha kufunga wewe na apili napinga mashtaka yako na wako huko. Sasa ni lazima process zifuatiliwe vizuri. Wafate waone wapeleke
Ukitoka hapa waende wapeleke mahali penye pili iko. Ukishamaliziwa kwamba waseme wasibili ulifungwa kwa haki, inaomba uvumilie, ufunge hicho watamaliza. Kama mimi nilivumilia, hata pia wao wavumilie, watatoka. Na hiyo yote itakuwa uachie Mungu na huyo mtu kwa mambo yake. Watoke wasikuwe na hatia kulipisha kisasi. Uko na ujumbe upi kwa serikali kuhusiana na mfumo wa haki hususan kwa wale watu ambao wameshtakiwa? Mimi ile kitu nimesema tu, ndio iko haki serikali ifuate sheria kwa kustaki wewe. Lakini pia wao wasiwe watu tu kutaka kufunga watu bure. Sheria ifunge mtu kwa ukweli. Na jaji ama yule mwenye kiongozi wa mashtaka akiona hii kesi iko na kasoro kidogo, wasije tu kufunga watu na kucheza gerezani kwa watu. Gereza hii tele watu wako huko wanakula chakula ya serikali kule, na hao ndio wanapeleka huko. Badala ya watu wafanye kazi, watoe ushuru kwa serikali, wameweka tu watu kwa jela huko. Na wanajua kwamba huyu mtu hakufanya kitu. Tena waangalie mtu mwenye amemleta huyu mtu, wafanye uchunguzi, anakaanga na mnakani huko nyumbani. Ana pesa kiasi gani? Hii pesa ndio inafanya anasukumu huyu ndani ama ni kitu ya haki mtu amefanya? Hiyo ndio mimi ningependa wafanye. Na labda pengine pale gerezani umesema umetembea jela kadhaa, labda ni mageuzi yepi ambayo ungeweza kupendekeza yaweze kufanyika katika idara ya mahakama ama idara ya magereza? Gereza mabadiliko si vile tulianza hata sisi. Mabadiliko iko hapo inakuja, lakini inakuchanga polepole sana. Wafungwa, ukishafungwa inafaa ulale vizuri, utibiwe vizuri. Hiyo ni sheria iko hivyo. Lakini ukifuatilia ndani, utapata hapo ndani sio matiko ndani. Wafungwa watibiwe vizuri. Kufika kwa daktari ni ngumu, unafika kama ugonjwa imeshakushika wewe sana. Wacha wafuchukue tu mtu wamtibu kwa sababu tuko na serikali imekulinda, daktari naye afanye kazi yake. Atibu mtu vile yeye alisomea udaktari. Na wewe ulinde huyu mtu. Sasa ngoje mpaka mtu ugonjwa na mkula mpaka aende akufe na daktari yako hapo, nafaa muone tena pia wanalemeza kazi. Mimi naona hivyo wakifanya hivyo pia itakuwa tunaokoa wafungwa wengine wenye wanakufia tu ndani wangeokolewa. Chakula hiki mfungwa ameshafungwa anafanya kazi. Anatoa pesa na ingia kwa nini? Nyuma nauliza serikali pesa ambazo walikuwa wametenga. Mfungwa akitoka alikuwa analipwa ile kazi alikuwa akifanya kwa siku, alikuwa analipwa shilingi 10. Ilienda wapi? Mfungwa anatokaje mikono tupu? Na mnajua kwamba mnataka apatilike hata inchaje nyumbani. Hata sukari peke yake hawezi kupata na alifanya kazi. Na zilikuanga hapo. Hizo pesa zikienda wapi? Warudishie wafungwa pesa zao. Siko. Lakini na mtu anakula huko juu. Ushauri wako ni upi kwa vijana wa leo na vile vile kwa jamii hususan katika masuala ya kumaliza mizozo yao nyumbani? Kama wewe unasema kwamba mlikuwa na matatizo na yule chief ambaye aliyekushtaki. Na kutokana na hayo unakisia kwamba labda pengine aliweza kukisingizia katika hiki kisa cha mauaji. Ushauri wako ni upi hasa kwa jamii? Kwanza ushauri wangu ni kwamba niambie vijana wajifikirie kwanza saa hizi. Wapunguze spidi yao. Ukitaka kufanya kitu afikiria hii kitu nikifanya itafurahisha nani huyo mwingine sio mimi peke yangu. Ili ya kwamba usipatikane kwa makosa yoyote yakakupeleka gerezani. Gerezani ni mahali papaya. Haitakiani mtu afike huko. Hata afadhali ufike huko ukufe kabla hujafika nini gerezani. Kwa hivyo kujikinga ni kujiweka kufanya makosa yoyote. Kosa lolote hakuna kubwa na ndogo. Ukiingia gerezani hii mkifungo mnaenda tu kwa discipline moja. Kwa hivyo mimi naomba vijana wajirekebishe, wachane na kitu ambacho anaona ni kibaya, usijaribu ati wacha nijaribu, wachana naye kabisa. Yale ni mbaya. Okay. Hata ukule namna gani, hata ufanye nini, vitu vyenye viko huko wakupea vyakula huko, lakini wewe uko kwa shida. Labda huyo chief ambaye alikushtaki, iwapo kama hata kuja kuzungumza, sasa chukua hatua kwa peta kumtafuta. Na rafiki yake mimi siwezi kumtafuta mimi mwenyewe. Huenda anaweza kuwa yeye bado ako na roho mbaya, anisingizie kwamba alinifuata kwangu. Mimi nikistuma marafiki yake na wajua. Leo mwambie mboya anataka mkutane
Uongee na yeye mambo ambayo ilifanyika tusahau. Tuendelee na mambo ingine yenye iko kwa hii. Yeye ni chifu na mimi ni mtu ambaye nimefanya hapa kazi kama 5 chema. Nimejulikana hawezi kufunga hao watu kwa roho yangu. Kwa hiyo hao watu bado ni watu wangu. Na yeye bado ni watu wake. Kwa hivyo hao watu wote watu wetu. Tutashare nao hao watu. Kwa vile nimekuja namna hii, wamekuja wengi. Wengi zaidi. Ni yeye tena ni marafiki yake. Sasa hatutaongoza watu kwa area kama tupo parallel. Mpaka turudi pamoja, kila muda shughuli yake. Mwanasiasa pale gerezani pia ulikuwa mwanasiasa. Kuna viti ambavyo uliweza kugombea huko ndani? Mimi nimekuwa mwanasiasa. Kwanza huko ndio siasa yangu ilipanda sana. Na nimepanda vyeo. Nimepanda vyeo mpaka ya mwisho nikiwa gerezani. Mimi historia yangu hata kama walinyima hapo uongozi, nilipata uongozi kubwa sana. Gerezani nilikuwa ninakaa na wakubwa wa gereza. Akiingia ako na mimi, nimwelezea kile kile nakaa. Na siasa nimefanya hapo. Na wakati kikundi yangu ya siasa mimi ilipita yote. Mimi siwezi kujificha. Nilikuwa mfuasi wa Raila. Na gereza yote ambayo ilipata nikiwa hapo nilifanyia kampeni ile. Na akapita. Nilikuwa nafika mahali niko. Huko Kwa nani mnaruhusiwa kupiga kura? tunapiga kura. Ndani tunafanya kampeni hapo na tupiga kura. Kama vile wewe unapiga tu kura basi tunapiga. Ijapokuwa tupigie MCA na MP na piga ya urais peke yake. Kwa hivyo mimi nilikuwa napiga kura. Siasa mimi nimefanya hapo ndani. Na mimi nimepanda vyeo vyangu hapo ndani. Niliumia tu kwa jela miezi 6. Hii ingine mimi serikali ilikaa na mimi. Mtoma yangu ya siasa imenitoa hapo. Na nikafika kiwango ya mwisho trustee. Nimemaliza nikiwa trustee. Mimi wangu ni kutoka wapi? Hapo unaanzia kwa nyumba yenye unaishi. Unakuwa askari wa nyumba hapo. Ama ukitoka hapo unakuwa iritaji wa nyumba. Utatoka upandishe cheo ukue in charge wa block mzima. Na hiyo vitu vyote mimi nilipita hapo. Utatoka hapo upewe wewe utakuwa mtu anaitwa mjumbe jela. Vyakula vikiingia vyote kutoka nje na kuja kwako ukakue vipigwe ujue kwamba vimetosha watu kukula. Kama vimekuwa na makosa uambie mkubwa hii chakula nyama imeoza. Hatuwezi kukula hiyo. Wale walete hiyo. Hiyo ni kazi ya mjumbe. Hapo. Toka hapo tapandishwa ukue trustee. Uangalie ufungu wote. Wewe ndio unaangalia vitu yenye wanatakana kwa hii nyumba. Unajua sasa hii nyumba inatakana mandoo, inatakana nini, blanketi, mattress siingile hapa. Napenda kutupea ni trustee sasa. Trustee si kwa nyumba peke yake, unatoka jela mzima. Trustee ni mtu wa kutoka na wewe kama afande unaenda mahali fulani uliwachia mfungo ngapi? 5. Mimi niwasimamie kufanya kazi. Ukishafanya kazi niwarudishe ndani. Kama ni ndani niwarudishe. Trustee ni mtu anaweza pewa tractor na mwingine unaweka mahindi na wafungwa 5 mnaenda kufyeka mnarudisha kufungwa ndani. Wewe unaruhusiwa. Trustee ni mtu kufanya kazi kwa hata kwa mkubwa. Unaenda kupeleka wafungwa wenzako kwa mkubwa, unamuoshea nyumba, unamletea maji, wewe ndio uko nao unaoleta. Mahali askari hayuko wewe ndio uko hapa. Trustee. Wewe ndio trustee. Wewe ndio uko hapo unafanya kazi ile serikali angefanya wewe ndio unafanya. Trustee ni mtu ambaye tena mko mnapemana na serikali. Askari ukiona anapanga mipango mingine kwa wafungwa unapeleka ripoti kwa mkubwa yake. Kwamba wewe tunaona tunafanya kazi lakini ana mpango hivi. Anamtoa anakuletea mwingine. Ni mtu ambaye anasikika. Mimi nilipita hapo nimekuwa trustee chairman wa matrustee. Mimi nilikuwa nikiongoza matrustee 5 Otiaga. Mimi sasa chairman department zenye ziko hapo zote ziko mikononi mwako. Wewe ndio una supply. Trustee wewe utasimamia mambo ya maji kuingia kwa jela. Trustee wewe utasimamia hospitali. Wewe trustee mwingine utaenda jikoni. Wewe trustee mwingine utaenda store. Wewe mwingine utaenda docs. Hizi kazi zimepangwa huko. Wengine wako kwa kucharani huko. Sasa wewe kazi yako ni kutembea na kuona trustee yako mahali penye anafaa. Na kazi inaendelea vizuri. Madili yanatoka hapo vizuri. Yes. Hiyo ndio chairman wa trustee anafanya. Hakuna sasa mahali utakaa hivi hivi. Sasa hapo vyakula yako vimepanda. Mshahara imepanda. Huko sawa. Wewe. Mshahara ambao ulikuwa unapata sasa. Trustee unajua chakula ya jela inatibu.
Ile nimekuambia kikombe tu hivi. Lakini sasa ukifika hapo mshahara wako imepanda. Ukali ya Brazil na chakula yako ni saini ya mkubwa jera. Mruru. Unajua mruru? Iko korokoro liko huko mkebe inaitwa korokoro lakini ya chuma. Hiyo ndio inaitwa mruru. Chakula yako inapimwa mruru kila kitu. Uji ni mruru, maharagwe ni mruru, ukali ni mruru, mchele ni mruru. Sasa hivi vitu utakula vyote kwa si mchele mshahara umeongeza unapeana kwa marafiki yako, wewe na rafiki yako akolebo basi ndio sima kifungu inakuwa sana. Kama mimi mwanasiasa ni lazima tena nifuatilie vitu ndani. Hata nikitoka nje nimejua huko nje tunaenda kwa mambo fulani. Iko kwa mwanasiasa. System mabadilisho nyingi. Na tena mimi naona zingine zinasumbua. Kama juzi ilikuwa na kilio sana. Kusema kwamba kama serikali itafikiria hiyo kitu, hata nilicomplain huko ndani. Sema hiyo hapana. Kusema kwamba ati mtoto ati asome hapa chini, akienda huko mbele atatoka akiingia form 1 hawachani na hesabu. Hapa ni kutengeneza watoto kuwa wachia. Hakuna kitu utafanya hata bila hesabu. Sasa wewe ukiambia mtoto awache hesabu na aingie kwa ofisi ya waziri wa fedha, bila hesabu utapita namna gani? Na hesabu ya primary si ile nyingi kwa secondary. Unapanda unapata umebadilisha vitu. Mwingine anaenda short hapo ingine hivi. Sasa huyu imwache hivi sasa kwa mchi. Hii itakuwa haina wasomi wazuri. Lakini CBE sasa wanasema ya kwamba kama wewe ni mtu ambao unapenda fasihi na arts ambao ni wa sayansi unashika line nyingine. So au utakuwa mjinga kwa sababu sasa wewe utakudishika line ambayo mwenyewe. Mimi ninaona watoto unachichagua ile kitu unataka. Lakini kama hesabu hiyo ni lazima. Utafanyia kwa sababu hata akianguka aanguke tu na asibiri zingine. Ajua kwa sasa hivi wewe utapanga kuingia bado kwa siasa? Mimi nangoja maoni ya wananchi. Siasa usijipeleke mwenyewe. Mimi niko na nguvu za kufanya siasa na niko na wafuasi wengi hapa. Hii masiku yenye nimekaa hapa nimejua ile kitu watu hapa wanataka. La siasa si lazima nisimame ile nilikuwa nikisimama. Siasa ninafanya kama mtu wangu hapo mbele na nimpangie bila atapita. Hapa nimesimama ukansela hapa. Leo nikianguka sikupita hiyo. Lakini mpaka watu wananiuliza ile swali yake tulikuwa tunangoja utasimama ama hapana. Ninawaambia wangojee kwanza. Nikule kwanza nipate nguvu tarajia ya kule isiko kwa mwili ndio yaamua mambo yao. Hapo siwezi sema sahi. Okay, sawa. Sasa tukiza neno la mwisho kama mfungwa ambaye umetoka gerezani miaka 20 unasema kwamba singiziwa hauko na hatia yoyote lakini umehudumu kifungo cha miaka 20. Labda na Wakenya. Waambie tu usia wako kwa Wakenya ama kwa serikali kwa mimi ninaitwa Tosho Mboya. Mzaliwa wa hapa Bughayo. Na mimi nilishikwa 2005. Nikiwa kijana barabara nikiwa na 45 years. Na kwa gereza nimehudumu miaka 2. Nimemaliza kifungo yangu. Na hii kifungo ambayo na ile yangu si yako niliwekelewa hiyo kifungo. Kifungo hiyo si kufanya hiyo makosa. Lakini nilikubaliana kwa sababu nimeshafungwa nikae nitulie nimalize kifungo. Na Mungu amenisaidia nimemaliza. Naomba Wakenya ambaye mko mjue kwamba mtoto wa mtu usimwekee kesi ambayo unajua hakufanya. Unaua uzao wake. Ilikuwa na plan watoto wangu wasome vizuri, hawakusoma vizuri. Kwa sababu ya hiyo kifungo. Iliniumiza sana. Na mimi ninasema hivi. Serikali ambayo iko iangalie vifungo ambayo inaweza pea mtu arekebike na arudi kwa jamii awe na mafunzo kwa wengine huko.